Kwanza ni muktasari wake. Bunge la Israel lapitisha sheria ya marekebisho idara ya mahakama. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kukutana na viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya na rais wa Ukraine kujadili usalama wa Ukraine. Na rais wa Brazil anatumai kwamba haki itatendwa katika kesi dhidi ya Bolsonaro. Habari kamili. Jerusalem. Bunge la Israel leo limepitisha sheria tata inayowapa viongozi waliochaguliwa mamlaka zaidi katika kuwateua majaji, hatua ambayo ilipingwa haraka na upinzani. Sheria hiyo iliidhinishwa kwa kura 67 dhidi ya 1 iliyopinga, huku upande wa upinzani ukisusia kikao hicho cha asubuhi. Kwa ujumla bunge hilo lina wabunge 120. Kura hiyo inaakisi azma ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ya kuendelea na mpango wake wenye utata wa mageuzi ya mahakama, ambao uliibua mojawapo ya vuguvugu kubwa zaidi la maandamano katika historia ya Israel mnamo mwaka 2023 kabla ya kuzuka kwa vita vya Gaza. Dakika chache baada ya kura hiyo, Yair Lapid, kiongozi wa chama cha mrengo wa kati cha Yesh Atid, alitangaza kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba amekata rufaa katika mahakama ya juu dhidi ya sheria hiyo kwa niaba ya vyama kadhaa vya upinzani. Kulingana na waziri wa haki Yariv Levin aliyewasilisha muswada wa sheria hiyo, hatua hiyo ililenga kudumisha usawa kati ya nguzo za serikali za bunge na mahakama. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anakutana leo na viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mkutano wa kilele unaolenga kuimarisha usalama wa Ukraine kabla ya kufikiwa makubaliano yoyote ya usitishaji vita na Urusi. Jana rais huyo wa Ufaransa, baada ya kuzungumza na Zelensky, alisema kwa pendekezo la kuundwa kikosi cha Umoja wa Ulaya cha kuisaidia Ukraine linaloenda sambamba na makubaliano ya amani ya baadaye huenda likajibu shambulizi la Urusi ikiwa nchi hiyo itaishambulia Ukraine. Rais Macron amesema vikosi hivyo vinaweza kupelekwa katika miji muhimu na kwingineko nchini Ukraine. Mbali na kuthibitisha kwamba inataka amani, Urusi inaendelea kila siku kushambulia vikali ngome za Ukraine, ikiwa ni pamoja na shabaha za kiraia. Tunalaani mashambulizi hayo na lazima yakomeshwe kabisa. Macron pamoja na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer wamekuwa wakishinikiza juhudi za kuunda muungano wa mataifa kwa njia moja ama nyingine kuwezesha kupelekwa kwa kikosi cha kijeshi nchini Ukraine kwa lengo la kutafuta amani ya kudumu. Brasilia. Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva amesema leo kuwa anatumai haki itatendwa kwa kiongozi wa zamani wa nchi hiyo Jair Bolsonaro, ambaye atafikishwa mahakamani kwa tuhuma za kupanga mapinduzi. Wakati wa ziara ya kiserikali nchini Japan, Lula amewaambia waandishi wa habari kuwa Bolsonaro alijaribu kufanya mapinduzi, alijaribu kumuua yeye pamoja na makamu wake wa rais, na kudai kwamba kila mtu anajua alichokifanya. Bolsonaro hakuwa mahakamani wakati uamuzi wa kushtakiwa kwake ulipotolewa na jopo la majaji 5, lakini katika maoni yake kwa waandishi wa habari aliyakosoa madai hayo na kusema hayana msingi. Rais huyo wa zamani amesema uamuzi huo unaonyesha kuna jambo binafsi dhidi yake. Ikiwa atapatikana na hatia, Bolsonaro mwenye umri wa miaka 70 ambaye alikuwa na matumaini ya kugombea tena urais katika uchaguzi mwaka ujao atakabiliwa na hukumu ya kifungo cha zaidi ya miaka 40 jela na kufungiwa kisiasa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Brussels. Halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya imezindua mkakati mpya unaolenga kuimarisha utayari wa kukabiliana na migogoro katika mataifa yote ya umoja huo, unaojumuisha mpango wa kuanzisha mafunzo shuleni kuhusu jinsi ya kukabiliana na dharura. Chini ya pendekezo hilo, wanafunzi kote katika umoja huo watajifunza hatua za kukabiliana na majanga kama vile asili na mashambulizi ya mtandaoni. Katika taarifa, halmashauri hiyo imesema kutokana na ongezeko la mivutano ya siasa za kikanda pamoja na migogoro, vitisho vya usalama wa mtandao, udanganyifu wa habari za kigeni, mabadiliko ya hali ya hewa na kuongezeka kwa majanga ya asili, umoja huo unahitaji kuwa tayari kulinda raia wake. Kwa upande wake, rais wa halmashauri hiyo Ursula von der Leyen amesema ukweli mpya unahitaji kiwango kipya cha utayari barani Ulaya. Hata hivyo, mpango huo bado unahitaji kuidhinishwa na wanachama wa Umoja wa Ulaya na Bunge la Ulaya. Hatimaye Juba.
Naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Sudan cha Riek Machar, Oyet Nathaniel Pierino, amesema kukamatwa kwa makamu huyo wa kwanza wa rais wa Sudan, ambaye pia ni mpinzani wa muda mrefu wa Rais Salva Kiir, kumebatilisha makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka 2018. Kiongozi huyo amesema hatua hiyo sasa inatishia kuitumbukiza tena nchi hiyo katika vita. Marekani leo imetoa wito kwa Rais Salva Kiir kumwachilia huru mpinzani wake Riek Machar anayedaiwa kuwa chini ya kifungo cha nyumbani, na kusema sasa ni wakati kwa viongozi hao kuonyesha kujitolea kwao kwa amani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Mchana huu washirika wa Ulaya wakusanyika mjini Paris kwa mkutano wa kilele kuhusu Ukraine. Makamu wa rais wa kwanza wa Sudan Kusini Riek Machar awekwa kwenye kifungo cha nyumbani, na vita vya kibiashara kutokana na ushuru na utangazwa wa Marekani waendelea kutikisa masoko ya kimataifa. Kwenye matangazo haya pia tutajadili kwa kina hali inayoendelea Sudan Kusini kufuatia kukamatwa kwa Machar, kwa hivyo baki nasi. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia channel yetu ya YouTube na ukurasa wa Facebook, lakini pia unaweza kututafuta kwenye podcast kwenye Apple Music na Spotify. Mimi ni Bruce Amani. Takriban viongozi 30 wanakutana mjini Paris leo kujadiliana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jinsi ya kuimarisha usaidizi wa kijeshi, kuangazia upya juhudi za usitishwaji mapigano na kutathmini dhima ya usaidizi huo iwapo mkataba wa amani utatiwa saini na Urusi. Haya yanafanyika wakati ambapo Rais Volodymyr Zelensky ameitaka Marekani kutoyakubali matakwa ya Urusi katika vita vya Urusi vilivyodumu kwa miaka 3 nchini Ukraine. Jacob Safari ana mengi katika ripoti ifuatayo. Mkutano huo wa tatu wa kilele ambao Ufaransa imeuita muungano wa wenye nia na wanaoweza, unaoleta pamoja viongozi kama waziri mkuu wa Poland Donald Tusk, katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni na makamu wa rais wa Uturuki Cevdet Yilmaz. Katika kikao na waandishi wa habari alichokifanya pamoja na Rais Zelensky usiku wa kuamkia leo, rais wa Faransa Emmanuel Macron ameelezea haja ya Ukraine kuendelea kusaidiwa. Le soutien immédiat à l'Ukraine. Tunastahili kuendelea kuisaidia Ukraine kwa sababu ni muhimu kuendelea kupambana na mashambulizi ya Urusi. Leo natangaza msaada wa ziada wa kijeshi wa euro bilioni 2 kutoka Ufaransa kwa ajili ya Ukraine. De la France sur le plan militaire à l'Ukraine. Zelensky amesema mbali na huo msaada wa Ufaransa, washirika wengine wa Ukraine wanaweza kutangaza misaada yao leo. Kwa kuwa Marekani haitakuwa kwenye mkutano huo wa kilele leo, maafisa wa Ufaransa wanasema matokeo yake yatawasilishwa kwa utawala wake pia. Mazungumzo katika mkutano huo yatajikita katika kuimarisha Ukraine kijeshi ili kuzuia mashambulizi ya baadaye na jinsi ya kuangalia usitishwaji wa mashambulizi katika shabaha za baharini na miundombinu ya nishati kama ilivyojadiliwa katika mazungumzo yanayoongozwa na Marekani wiki hii nchini Saudi Arabia. Maafisa wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa juhudi za Ulaya zinazoongozwa na Macron na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa ajili ya kubuni mipango ya usalama kwa Ukraine zinahama kutoka kwenye kutuma vikosi vya kijeshi na kuzingatia mbadala, kwa kuwa wanakabiliwa na vizingiti vya kisiasa na kimkakati na uwezekano wa Marekani na Urusi kupinga mipango yao. Waraka wa mkutano huo ulionekana na Reuters unaonyesha kwamba kutakuwa na mpango wa kuunda kikosi kitakachokuwa nchini Ukraine mbali na mstari wa mbele wa mapigano kama sehemu ya makubaliano ya baadaye ya amani yatakayoungwa mkono na Ukraine. Kikosi hicho kitakuwa na jukumu la kuhakikisha usalama na kuzuia uvamizi wa baadaye wa Urusi. Haya yakiarifiwa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anaitaka Marekani na washirika wengine wa Ukraine kutoka nchi za magharibi kutokubaliana na matakwa ya Urusi katika vita vinavyoendelea. Zelensky amesema Urusi imeweka matakwa mengine zaidi kwa ajili ya kutekelezwa kwa mkataba wa amani katika Bahari Nyeusi na miundombinu ya nishati, ikilenga kupunguzwa kwa shinikizo la vikwazo ilivyowekewa. Rais huyo wa Ukraine amesema kauli za Marekani za kuiunga mkono Urusi zinadhoofisha shinikizo kwa Urusi
na juhudi za kuleta amani katika mzozo huo mkubwa wa Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Wakati huo huo, jeshi la Korea Kusini limesema Korea Kaskazini imetuma kikosi cha majeshi 3,000 zaidi mwaka huu pamoja na makombora na silaha zingine kuisaidia Urusi kupambana na Ukraine. Urusi na Korea Kaskazini hasijathibitisha taarifa hizo, ila mataifa hayo mawili yalisaini mkataba wa kijeshi mwaka jana Rais Vladimir Putin alipofanya ziara ya nadra Korea Kaskazini. Ni ripoti ya Jacob Safari. Tuelekea Afrika. Makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar, ambaye ni mpinzani wa muda mrefu wa Rais Salva Kiir, amekamatwa jana Jumatano, hatua inayoelezwa na Umoja wa Mataifa kuwa inaiweka nchi hiyo katika ukingo wa kutumbukia katika mzozo mpana zaidi. Aidha, serikali ya Marekani imemtaka Rais Kiir kumwachia huru Machar, ikisema ni wakati wa viongozi wa nchi hiyo kudhihirisha dhamira yao ya kuleta amani. Selina Mdemu na taarifa zaidi. Msafara wa magari 20 yaliyokuwa na silaha nzito uliingia katika makazi ya Machar katika mji mkuu wa Juba na kumtia mbaroni, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mwanachama wa chama chake katika ongezeko la mzozo ambao umeendelea kwa wiki kadhaa katika nchi hiyo changa zaidi duniani. Taarifa hiyo iliyosambazwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook na mwenyekiti wa kamati ya mahusiano ya nje ya chama chake Rieth Moktang imelaani vikali kitendo hicho ilichokitaja kuwa ni ukiukwaji wa katiba kilichofanywa na waziri wa ulinzi na mkuu wa usalama wa taifa. Mkataba wa kugawana madaraka kati ya Kiir na Machar umekuwa ukivunjika hatua kwa hatua na kutishia kurejea kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5 na kuwaua takribani watu 400,000 kati ya mwaka 2013 na 2018. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, umesema leo kwamba kukamatwa kwa Machar kunaiweka nchi hiyo kwenye hatari kubwa. Mkuu wa ujumbe huo, Nicholas Hayson, amesema ukiukwaji wa mkataba wa amani wa mwaka 2018 sio tu utaiharibu Sudan Kusini, lakini pia utaathiri eneo zima. Sudan Kusini, ambayo ilijitangazia uhuru wake kutoka kwa Sudan mwaka 2011, imesalia kukabiliwa na umasikini na ukosefu wa usalama tangu makubaliano ya amani. Wachambuzi wanasema Rais Salva Kiir mwenye umri wa miaka 73 amekuwa akitafuta mrithi wake na kumweka kando Machar kisiasa kwa miezi kadhaa kupitia mabadiliko ya baraza la mawaziri. Zaidi ya washirika 20 wa Machar wa kisiasa na kijeshi katika serikali ya umoja wa kitaifa na jeshi pia wamekamatwa tangu mwezi Februari, wengi wao wakiwa wamezuiwa kuwasiliana na mtu yeyote. Kumekuwa na mapigano makali haswa katika kaunti ya Nasir, kaskazini mashariki mwa jimbo la Upper Nile. Chama cha Machar kinasema kambi ya kijeshi na vituo viwili vya mafunzo ya kijeshi karibu na Juba vimeshambuliwa na vikosi vya serikali tangu siku ya Jumatatu. Msemaji wa tawi la kijeshi la chama cha Machar cha Sudan People's Liberation Army in Opposition SPLA-IO siku ya Jumatano alialaani mashambulizi hayo katika chapisho lake kwenye ukurasa wa Facebook na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua. Wakazi wengi katika mji mkuu wa Juba wameshikwa na wasiwasi kutokana na mizozo ya hivi karibuni na mivutano ya kisiasa. DW tunavuma kwa kishindo.